أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma baad, ndugu zangu Waislamu, tunaendelea katika tafsiri yetu ya aya ya 19 ya sura al-Baqara. Baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allah ta'ala aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadara al-maut والله محيط بالكافرين. الآية سورة البقرة 19 الآية. Mwenyezi Mungu anasema au kasayibin minas sama, au ni kama mvua ishukayo kutoka mbinguni. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun, ndani ya mvua hiyo kuna kiza tororo, kuna radi na kuna umeme. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, wanajalia makafiri vidole vyao katika masikio yao, au wanayatia vidole vyao katika masikio yao ili wasisikie kelele. Minas sawa'iqi hadhara al-maut, kutokana na kwa sababu ya radikali na kuhofia kifo. Wallahu muhitun bil kafirin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yeye amewazunguka makafiri. Qauluhu Ta'ala au kasayyibin minas sama, hili neno hili au kasayyibin minas sama, au ni kama mvua itokayo mbinguni. Anasema au harfun mardudun ala qawlihi, harfun mardudun ala qawlihi, hiyo au ni neno linarejea kwenye kauli ya awali. Mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara, neno la awali nao lilikuwa ni mfano wao ni kama mfano wa yule mtu alowasha moto. Sasa utachagua mfano wao ni kama yule alowasha moto, au kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq, au mfano wao ni kama wale ambao wamenyeshelewa na mvua ambao ndani yake kuna kiza tororo na radi na umeme. Kwa hiyo unachagua katika kauli mbili. Anasema waqtalafa al-ulama fihi ala 6 aqwalin, na maulama wametofautiana katika hili neno au katika kauli 6. Anasema ahaduha, ya kwanza, annahu dakhilun hahuna litakhirin, hili neno limeingia hapa au limetumika kwa maana ya kuchagua. Unachagua kwamba ni mfano wao wale walikuwa wamewasha moto au wale walionyeshiwa na mvua. Naqulu al-arabu jalisi fukaha au nahwiyin. Anasema Waarabu husema kana wanazuoni wa fiqh au wanazuoni wa sarf au nahw. Wa maanahu, na maana yake, anta mukhayyarun fi majalasati ay al-fariqain shi'ta, kwamba wewe ni mwenye kuchagua katika kikao cha kundi mbili unazotaka. Fakaannahu khayyarna baina an nadhriba lahum al-mathal al-awwal au athani, kana kwamba Mungu ametaka tuchague katika baina ile mifano miwili aliyopiga ya mwanzo na ya pili. Mfano miwili ni ipi? Mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara, mfano wao makafiri ni kama yule mtu alowasha moto. Au kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq, au mfano wao ni kama yule aliyenyeshewa na mvua ambayo alikuwa katika kiza tororo, ina radi na umeme. Wathani, tafsiri ya pili ya
au anasema annahu dakhilun lilibhami fima qad alima Allahu tahsilahu. Maana yake anasema ni kwamba limetumika kuficha jambo ambalo Mwenyezi Mungu tayari analijua na anajua maelezo yake. Faubhima alaihim ma la yatlubuna tafsilahu. Kwa hiyo wakafichiwa, kwa hiyo jambo hilo likafichwa kwa ujumla bila kufafanuliwa kwao. Fakaannahu kala, nikana kwamba amesema Mwenyezi Mungu, mathaluhum ka ahdi hadhaini, mfano wa makafiri kama mifano miwili. Hizi mifano miwili za mtu alowasha moto na yule aliyonyeshiwa na mvua. Wa mathaluhu qawluhu ta'ala, na mfano mwingine wa Mwenyezi Mungu aliposema fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa, yani mioyo yao makafiri ni kama vile mawe au ni kali zaidi, ni ngumu zaidi kuliko mawe. The heart of the disbeliever is like a stone or harder than a stone, ni kama mawe au ngumu zaidi kuliko mawe. Surah Al-Baqara aya ya 74. Wal arabu tubhamu ma la faidata fi tafsilihi, na Waarabu huwa wanaficha kitu ambaye haina faida katika kukielezea. Ndio anasema qala Labid anasema tamanna ibnataya an yaisha abuhuma, wa binti zangu wawili wanatamani baba yao aishi, yani muda mrefu. Wa hal ana illa min rabi'atan au mudhar, na sikuwa mimi chochote ila ni mtu wa kabila la aidha ni Rabi'a au Mudhar, yani ni mimi natoka na moja makabila haya mawili, na haya makabila mawili yaliishi na wakafa wakatangulia huko mbele, na mimi naye sina exceptional cases, ni kama wao tu, nitaishi na nitakufa. Ndio anasema ai hal ana illa min ahadi hadhaini alfariqaini, sikuwa mimi isipokuwa ni mmoja wa hizi kundi mbili. Waqad faniya fasabili an afna kama faniya, na nitakuwa mimi kwa hakika ni mwenye kuisha katika njia yangu kama vile ambavyo naisha kama walivyoisha tunavyoisha sote. Wa thalith, maana ya neno au anasema bimaana bal wa inshaddu alfarau, na farao akaleta shairi kwamba ina maana ya bal. Anasema bada'at mithla qarni shamsi fi rawnaqi dhuha wa suratuha au anta fil aini amlahu, yani bada'at mithla qarni shamsi fi rawnaqi dhuha, alionekana kama pembe ya jua ya wakati wa mwanga wa asubuhi. Mchani ile jua inavyoanza haichomi sana, jua tamu hivi, ndio yenye vitamin D ile mwanzoni mwake. Wasuratuha au anta fil aini amlahu, na sura yake, yani sura imma ya hiyo jua au sura ya huyu mtu anamzungumza ni mzuri zaidi machoni. Wasuratuha ay wasuratuha shamsi au anta fil aini amlahu, au sura ya kwako wewe katika uzuri wako wewe ni mzuri sana machoni. Na ya nne anasema warabi annahu litafsil, neno au imetumika kwa maana ya tafsil, ya maana ya kufafanua makundi, yani au qasayib minas samaa, inafafanua kundi la kwanza, mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara, na kundi la pili au qasayib minas samaa fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Ndio anasema ba'dhuhum yushabbahu billadhi istawqada nara, baadhi yao wamefananishwa na wale waliowasha moto. Wa ba'dhuhum bi ashabi saybi, na wengine wamefananishwa na wale walionyeshiwa na mvua. Wa mathaluhu qawluhu ta'ala, na mfano wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
kunu hudan au nasara, pale aliposema kuweni mayahudi au kuweni manasara. Sura al-Baqara aya 135. Maanahu kala ba'dhum, maana yake baadhi yao walisema wahumul yahuda, na wao walikuwa ni mayahudi. Walisema nini? Kunu hudan, kuweni mayahudi. Waqala an-nasara, na manasara wakasema kunu nasara, kuweni wanasara. Wakadha qawluhu, na Mwenyezi Mungu asema fajaaha ba'suna bayatan au hum qailun, basi ikawajia wao adhabu yetu hali ya kuwa wamelala au wamekaa macho. Yani adhabu ilikuja katika wakati wamepumzika na wako macho na wakati wamelala. Sura Al-Araf aya 4. Kwa hiyo hapo unachagua ni adhabu ilikuja wakati wamelala au ni adhabu ilikuja wakati wako macho. Maanahu jaa ba'dhuhum ba'suna bayatan, yani ilikuja kwa baadhi yao adhabu yetu bayatan. Wajaa ba'dhuhum ba'suna waqti qailatin, ilikuja adhabu yetu kwa baadhi yao hali ya kuwa wako macho, na ikaja kwa baadhi yao hali ya kuwa wamelala. Wal khamis, na maana ya 5 anasema neno au annahu bimaana alwawi, yani au qasayibin, au hapo unaposema kunu hudan au nasara, yani unaweza kusema kunu hudan wa nasara, yani unaweza kutumia neno wa badala ya au. Asema mathaluhum in ta'kulu min buyutikum au buyuti abaikum, na mkila katika manyumba yenu au manyumba ya wazazi wenu. Hii aya ni ile inazungumzia hakuna ubaya kama mtakwenda kwenye manyumba ya ndugu zenu, shangazi zenu, baba zenu na mkala au mkale katika manyumba yenu au manyumba za wazazi wenu. Sasa ile au ni sawa na useme antaakulu min buyutikum wa buyuti abaikum, na manyumba ya wazazi wenu. Sura al-Baqara aya 61. Qala al-Jarir, anasema Jariri, nala al-khilafatan au kanat lahu qadaran. Unaona ametumia au kwamba nala al-khilafatan wa kanat lahu qadara, alipata ukhalifa na ilikuwa ni kadari yake. Kwa hiyo hapa au bimaana ya wa, kwamba nala al-khilafata, alipata ukhalifa, wa kanat lahu qadaran, na ikawa juu yake makadirio ya Mwenyezi Mungu kwake kupata ukhalifa. Kama ata rabbuhu Musa ala qadarin, kama vile Mwenyezi Mungu kama Musa alipokuja kwa Mola wake kwa qadar ambao Mungu amekadiria Musa muende Mola wake. Wasadis annahu lishakki fi haqqi mukhatabin, au inatumika kwa shaka katika haki ya yule mwenye kusemeshwa. Idhi shakku murtafi'un anil haqqi azza wa jalla, pindipo shaki ni nyanyuliwa kutoka kwa haki ya Mwenyezi Mungu. Wa mathalu qawluhu ta'ala, wa mathaluhu qawluhu ta'ala, mfano wake Mwenyezi Mungu asema wa huwa ahwanu alayhi. Surah Ar-Rum 37. Yuridu fa i'adatun ahwanu min al-ibtida'i fima tadhunnun. Kwa hiyo hana ilianza pale mwanzo kwa pale walipokuwa na shaka. Fa amma tafsiru limaana al-kalam au kashabi saybin, ama tafsiri ya neno ka ashabi saybi, watu wa sayb. Fa athmara al-ashab lianna fi qawli yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim dalilan alayhi, wakijalia vidole vyao katika masikio yao kwa dalili. Ndio maana ashab, watu ashabu sayb, asabi'ahum, watu vidole, kiweka vidole katika masikio yao. Wasaybun al-mataru, na sayb kwa hii tashdid ni matar. Qala Ibn Qutayba amesema huwa fu'ailun bin sabba yasubun, na imetokana katika mizani ya fu'ailun ambao ni sabba yasubu. Idha nazala minas samai, pindi inapoteremka kutoka mvua kutoka mbinguni. Wakala zujaja, zujaja akasema kullu nazilin min uluwin ila istifalin,
faqad saba yasubun, kila kinachotoka juu kuja chini basi hiyo ni saba yasubu. Qala shair, mshairi anasema kaannahum sabat alayhim sahabatun, ni kana kwamba wamepatwa na wingu lenye radikali. Sawaiquha litarihinna dhabibun, na ndani yake kuna sauti ya radi na mienendo ya kutisha. Naona kwa anasema wa fi ar-ra'd thalathatun akhwal au kasayibin min as-sama'i fihi dhulumatun wa ra'd. Sasa neno ra'd kuna kauli tatu. Anasema ahaduha annahu sautun malikin yazjuru as-sahab, ni kauli ya kwanza inasema ni sauti ya malaika anayeongoza mawingu. وقد روي هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, na imepokelewa kwa maana hii marfu'an, yani hadithi imetoka kwa sahaba akisema mtume amesema. Wa bihi qala ibn Abbas, na kwa amesema ibn Abbas. Wa Mujahid, na Mujahid. Wa fi riwayat an Mujahid annahu sautun malikin yasbahu, na kutoka kwenye riwaya ya Mujahid anasema hiyo ra'd ni sauti ya malaika mwenye kumsabihi Mwenyezi Mungu. Waqala Ikrima, na Ikrima amesema huwa malakun yasuqqu as-sahaba kama yasuqqu al-hadi al-ibli, na Ikrima anasema ni radi ni malaika anayesukuma mawingu kama vile mchungaji anayeongoza ngamia anasukuma ngamia wake. Wathani annahu rihun takhtaniqu baina as-samai wal ardh, ni anasema ni upepo unaokandamizwa kati ya mbingu na ardhi. Naona minas samai wal ardh. Waqad ruwiya an ibn Jildi annahu qala, na imepokewa kutoka ibn Jildi akisema ar-ra'd ar-rihun wasmu abi Jildi, kwamba ra'd ni upepo na ni jina la baba wa Jildi. Jilan ibn abi Farwatan al-Basri, ambaye alikuwa anaitwa Jilan mwana wa Abu Farwatan, mtu wa Basra. Basri ambao ni Kufa, ambao ni Iraq. Waqad ruwiya anhu Qatada, na imepokewa kutoka kwake na Qatada. Wa thalith annahu istikaku jirami sahab, hakau Sheikhuna Ali ibn Abdullah Ubaidullah. Anasema na tatu ni radi ni upepo, na tatu anasema ni radi ni mgongano wa vipande vya mawingu, ambao hii ndo science inayozungumza kwamba katika clouds kuna positive charges na negative charges, zinapokutana zinatengeneza shoti, na hii tunasema ni tafsiri tanawu. Tafsiri tanawu yani tafsiri inaweza ikawa ina maana zaidi ya moja na zote zinakubalika. Ni mamoja malaika wamepiga fimbo ikaleta shoti, au mawingu wamepiga ikaenda kugusana mawingu mengine ikaleta hiyo radi, au wamepiga kwa fimbo ya mchuma jaldi ya hadid, au kama Ibn Abbas anasema wamepiga kwa fimbo yenye nuru ikaleta leta. Zote hizo zinakubalika. Kwa sababu fi al-barq thalathat aqwal, kwenye radi tumepata kauli tatu, na kwenye barku pia kuna kauli tatu. Anasema na umeme kuna kauli tatu. Ahaduha annahu mukharikun yasuqqu biha al-maliku as-sahab, anasema kauli ya kwanza, umeme ni mjeledi au kiboko ambao malaika hutumia kusukuma mawingu. Unaona, ruya hadha al-ma'na marfu'an ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, naye imepokewa kwa maana hii kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa qawlu Ali ibn Abi Talib, na ni kauli Ali ibn Abi Talib. Wa hiya riwayat an Ali, na ni riwaya ilitoka kwa Ali, qala akisema huwa darbatun bimikhrakin min hadid. Kwa hiyo Ali anasema umeme ni pigo la chuma kama wa mjeledi, chuma wa mjeledi. Wa darbatun bimikhraq, ni pigo la chuma, min hadid ni kipigo kinatokana na mjeledi wa chuma.
Anasema umeme ni pigo la chuma kama mjeledi. Wa dharbatun bimikhraqi min hadid, ni pigo la chuma kama mjeledi. Wa Ibn Abbas annahu dharbatan bisautin min nurin. Ibn Abbas anasema umeme ni pigo la mjeledi wa nuru. Qala Ibn al-Anbari, Ibn al-Anbari anasema al-mukhariqu thiyabun talufu wa yadhribu biha subyan. Anasema hizi ni nguo ambazo zinafungwa na pigiwa nao watoto, baadhuhum baadha, baadhi yao kwa wengine. Fashabaha sautu alladhi yadhribu bihi sahab bidhalika almikhraq, wakafananisha katika sauti ambayo inapigiwa mawingu na hiyo mjeledi. Qala Amru ibn Kulthum, kana suyufuna fina wa fihim, ilikuwa panga zetu, suyufuna fina wa fihim, zilikutana panga zetu na wao. Makharikum biaidi laibina. Kwa hiyo ikawa ni makhariku, ni mijeledi ilikuwa katika mikono yetu tukichezea, yani walipigana vita. Analeta mfano wa vita kuonesha mapanga yalikutana na mijeledi ya chuma wakizichezea, kwa maana kwamba wanapambana nayo. Wakala Mujahid albarku mas'u malak wal mas'u darbu wa tahrik. Kwa hiyo mas'u malak ni pigo lenye kuangamiza. Anasema wathani anna albarku alma'u, naye ni maji, ile umeme ni maji. Kala Abu Jildi, na Ibn Jildi amesema wahaka Ibn Faris anna albarqa tala'lu alma'i. Anasema annahu nara tuqaddam istikaki jirami sahaba, annahu barku bimaana alma. Anasema anna albarqa alma'u. Qala Ibn Jildi, Ibn Jildi amesema na wahakahu Ibn Faris anna albarqa tala'lu alma, ni maji ambayo yanang'ara, yana glittering. Mathalith, na ya tatu, kauli ya tatu kwamba umeme nini, annahu narun tataqaddahu min istikaki ijrami sahab lisayrihi. Anasema kauli ya tatu, umeme ni moto unaotokea kwa kugongana kwa mawingu ili kufanya mawingu yatembee. Wa dharbin ba'dhihi li ba'dhi, zikigongana baadhi moja kwa nyingine. Haka sheikhuna, hiyo amelisema sheikh wetu. Wasawa'iq jum'u sa'iqatin, ni wingi wa sa'iqatin. Wa hiya sautun shadidun min sauti ra'd, naye ni sauti kali inayotokana na radi na umeme. Yaqa'u mahu qit'atun minan nari tuhriku ma tusibuhu, ambaye imetokana na vipande vya moto vinamwangamiza, vinamkuta, yani ukikukuta hiyo na kuondoa duniani. Na kinachoma kitu kinachokipata, au kinaangamiza kitu kinachokipata. Ndo anasema waruya an Shahri ibn Hawshab, nimepokea katika Shahri ibn Hawshab anna al-malik alladhi yasuqu as-sahab, kwamba malaika ambaye anaendesha mawingu, anasukuma mawingu, sahab. Qala Ibn Qutayba anna al-malik alladhi yasuqu as-sahab idha istadda ghadabuhu, wanapokuwa wamekasirika, tara min fihi narun, kutoa kutoka katika mjeledi moto, fahiya sawa'iq, na inakuwa ndo ile radi na ukelele. Waqala ghayru min narun tanqadihu min istikaki ajrami sahab, ni migongano ya mawingu ya juu. Qala Ibn Qutayba wa inma sumiyat sa'iqatan, Ibn Qutayba anasema ikaitwa ni sa'iqa, ukelele, lianna idha asabat qatalat, ni kwa sababu kumpata mtu inamuua. Yuqalu sa'aqatuhum ay qatalatuhum, imeupata ukelele ay imewaua.
Qawluhu ta'ala wallahu muhitun bil kafirin, Mwenyezi Mungu amewazunguka makafiri, na ina kauli tatu. Kwa hiyo tunaona kila kitu hapa ina kauli tatu. Au kasayibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'd. Ra'd tumeona kuna kauli tatu. Wa barqun, umeme, tumeona kuna kauli tatu. Na hapa sana malizia anasema wallahu muhitun bil kafirin. Ni shawsema wallahu muhitun bil kafirin, Mwenyezi Mungu amewazunguka makafiri, na ina kauli tatu. Ahaduha annahu la yafutuhu ahaduhum minhum, hakuna hata mmoja wao anayeweza kumkwepa Allah. Kwa nini? Fa huwa jami'uhum yawm al-qiyamah, na Mwenyezi Mungu atawakusanya siku ya kiyama. Unaona, wa mathaluhum qawluhu ta'ala, Mwenyezi Mungu aliosema, mfano Mungu aliosema ahata bikulli shay'in ilma, hakika Mwenyezi Mungu amezunguka elimu yote. Surati Talaq aya 12. Qala Mujahid amesema. Wathani, na kauli ya pili kwamba Mungu amezunguka kila kitu, anna al-ihatata, kwamba ihata kuzunguka kitu, al-ihlakun mithlu qawluhu ta'ala, na pili maana yake kuzingirwa ni kuangamizwa. Mfano wake maneno ya Mwenyezi Mungu aliposema wa uhita bithamari, na pale alipoiangamiza matunda. Surati Al-Kahf aya 42. Wa thalith, na ya tatu ambayo ni ya mwisho, annahu la yakhfa alayhi ma yaf'alun, hakuna kitu anachokifanya kinachofichika kwa Allah. Yani makafiri hawana jambo wanalolifanya ambayo Mungu halifahamu. Ila huna naqul, mpaka hapa tunasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.